Ni time ya kupeana update mtu wangu. Kama huja subscribe channel hii banae, utakuwa unapita na taarifa nyingi sana za kimichezo. Sisi kila siku tutadondosha taarifa mpya humu ndani. Hivyo usisahau kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata update zote ambazo sisi tutazidondosha humu ndani. Sisi kila siku kama nilivyokuambia, haipiti siku hatujaweka taarifa mpya humu ndani. Gusa tu neno subscribe alafu kama mkao wa kula taarifa zote za kimichezo, utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo ambazo sisi tukiwa tunazidondosha humu ndani. Bana, leo karibu ni kuandalia leo taarifa ambayo tumekuandalia ni wapinzani wa Simba kwenye raundi ya pili. Hawa hapa banae, Simba baada ya kuwaondosha Gaborone FC na watakutana na mabingwa wa Uswatini, nazungumzia Nsingizzi Hotspurs FC, ambao hawa ndio mabingwa wa msimu uliomalizika 24 na 25 kutoka ligi kuu ya pale nchini Uswatini. Basi hawa ndio wapinzani wa Simba. Yes, wapinzani wa Simba kuelekea raundi ya pili baada ya Simba kufanikiwa kuwaondoa Gaborone kuwaondoa Gaborone, lakini kwa sasa Simba watakutana na kisiki hiki hapa, Nsingizzi Hotspurs FC kutoka Uswatini. Hawa ni mabingwa wa ligi ya Uswatini msimu uliomalizika wa 24 na 25. Nsingizzi Hotspurs wao klabu hii ilianzishwa mwaka 1984 na imechukua makombe kadha wa kadha, ikiwepo makombe 13 ya nchini Uswatini, pamoja na kombe ambalo wamemaliza nalo msimu uliomalizika na kutawazwa mabingwa wa ligi ya Uswatini na kutoa ubingwa wa 24 na 25. Hivyo ni miongoni mwa timu ambazo zimejiimarisha masuala ya kipato. Pia hata ukiangalia muonekano wa jezi zao ni miongoni tu mwa timu ambayo inajiweza pia katika masuala ya kiuchumi. Hivyo ni miongoni mwa timu ambayo inakwenda kukutana na klabu ya Simba katika michuano hiyo ya klabu bingwa katika raundi ya pili. Kiukubwa wa klabu na mashindano, Simba wanaonekana wako juu zaidi ya Nsingizzi katika masuala ya uzoefu na ukubwa katika michuano hii ya klabu bingwa ya vilabu barani Afrika. Lakini soka la kisasa kwa sasa halihitaji jina, linahitaji tu kile ambacho kinafanyika uwanjani. Hivyo tusubiri tuone kati ya mabingwa hawa wa Uswatini, nazunguzia Nsingizzi Hotspurs. Hawa Nsingizzi Hotspurs ni mojawapo ya timu kubwa kule nchini Uswatini yenye mashabiki wengi zaidi ya milioni 1 ndani ya nchi ya Uswatini. Hivyo ni miongoni mwa vilabu vikubwa. Huku Tanzania ni kama Simba na Yanga the way walivyo na mashabiki wengi. Hivyo Nsingizzi FC ni mojawapo pia ya timu ambayo ina mashabiki wengi sana kule nchini Uswatini. Ni moja kati ya klabu kubwa na inaheshimika sana kule nchini Uswatini, na ni moja hapo ya klabu ambayo pia ina rekodi kubwa ya kubeba makombe. Msimu uliomalizika wao ndio mabingwa wa ligi kuu ya Uswatini msimu wa 24 na 25. Hivyo ni miongoni mwa klabu ambayo si ya mzaha ama si klabu ya mchezo. Staili ya uchezaji wake ni staili ya kumiliki mpira, kupiga pasi nyingi, kupiga mashuti nje ya 18, na muda mwingine pia wanatumia sana mipira mirefu, cross za kushoto na kulia. Mara chache sana wanapita eneo la katikati, lakini mashambulizi yao mengi wanatengeneza nafasi ya pembezoni mwa uwanja, winga kulia na winga ya kushoto, ndipo mashambulizi yao mengi yanapita huko. Ni moja kati ya klabu ambayo ina mashabiki wenye vibe kubwa sana. Shangilia yao ni kama nchi za magharibi ama nchi za Kiarabu, masuala ya kuwasha moto na kuimba dakika zote 90. Basi klabu hii ya Nsingizzi Hotspurs kutoka Uswatini ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinashabihiana na
shabiliana na tabia za Kiarabu ama tabia za Waarabu. Kwanza wanajitokeza kwa wingi uwanjani pindi timu yao ikicheza, hata ni ligi ya ndani ama michezo ya kimataifa, wanajitokeza kwa wingi sana kuhakikisha kwamba wanafanya ile full house. Staili ni kama ya Simba tu katika michuano ya kimataifa. Nao pia hawa Nsingizzi Hotspurs kutoka nchini Uswatini, nao na kaliba kama ya Simba tu, kujaza uwanja na kuwa na hamasa. Hivyo ni miongoni mwa klabu ambayo Simba anakwenda kukumbana nayo, ama kigingi kingine tena ambacho Simba wanakwenda kukungana nayo katika michuano hii ya kimataifa raundi ya pili. Simba wanakwenda kukutana na Nsingizzi ambayo ina muunganiko mzuri na imekaa muda mrefu chini ya kocha wao na imetoa tu ubingwa msimu uliopita. Kwa hiyo ni klabu ambayo bado ina muunganiko mzuri wa kiuchezaji, tofauti na Simba ambayo ina maingizo mapya na bado tena haina muunganiko wa kitimu. Na Simba wameondokewa na kocha wao Fadlu Davids ambayo alimaliza nayo msimu. Hivyo Simba katika masuala ya kiufundi bado haijakaa vizuri, lakini hawa Nsingizzi Hotspurs wako vizuri katika masuala ya kiufundi, wakiwa na chemistry nzuri, kwa sababu ni kikosi hiki ambacho kimetoa ubingwa msimu uliopita 24 na 25, na ndo hichi ambacho kinakwenda kuvaana na Simba. Wao Nsingizzi wana chemistry nzuri kuliko klabu ya Simba ambayo kwa sasa mpaka Simba hawana kocha mkuu mpaka sasa. Kwa hiyo unaona kwamba advantage ipo kwa Nsingizzi Hotspurs katika mchezo huo wa raundi ya pili. Pengine Simba watumie ukubwa wao na jina lao na uzoefu wao katika michuano hii, pengine wanaweza wakawini bato zidi ya Nsingizzi. Lakini kwa upande wa energy, upande wa muunganiko, Nsingizzi wako vizuri sana, kwa sababu ndicho kikosi ambacho kimetoa ubingwa katika msimu uliopita wa ligi kuu ya Uswatini. Basi leo niwaletea wapinzani wa Simba kuelekea raundi ya pili, na si ingine, hawa ni Nsingizzi Hotspurs kutoka kule nchini Uswatini.